Rafiki kipenzi wa marehemu MC Pilipili, hapa namzungumzia MC Garabi, na yeye pia tayari ameweza kufika msibani ili mradi tu kuendelea na taratibu zingine. Na baada tu ya MC Garabi kupata wasaa wa kuzungumza na waandishi wa habari, alizungumza mambo mengi sana, na tunafahamu siku ya jana katika peji yake ya Instagram aliweza posti ambayo aliandika caption ikiwa ina maneno ya huzuni sana. Aliweza kuandika caption ikiwa inasema, "So, ni kweli wamekupiga wakakuua bro? Why? Mbona hunaga shida na mtu?" Yani MC Garabi bado anajiuliza ni kitu gani ambacho kimepelekea hao watu wasiojulikana wakampiga kiasi hichi MC Pilipili mpaka kufikia kifo kikamkuta kama hivyo. Sasa MC Garabi aliweza kuzungumza na waandishi wa habari siku ya leo na kudai kwamba yeye binafsi bado anaendelea kujiuliza kichwani kwake kwamba unawezaje kuwa na uadui na Pilipili. Lakini pia akadai MC Pilipili alikuwa ni mcheshi sana, lakini pia alikuwa ni mtu ambaye anaweza kazungumza na mtu yoyote na huyo mtu akamuelewa. Anaweza kazungumza na mchungaji, anaweza kazungumza na shehe, anaweza kazungumza na mlevi, yani mtu yoyote anaweza kazungumza naye na mambo yakaenda sawa kama ambavyo alitakiwa kwenda. Sasa kitu kingine ambacho MC Garabi amekizungumza, amedai kwamba marehemu MC Pilipili alikuwa ni mtu wa kushukuru sana. Ukiangalia kile kipindi ambacho MC Pilipili alishuka katika kazi zake za ushereheshaji, MC Garabi aliona kipaji kikubwa sana kwa MC Pilipili na akamuinua tena, na unaweza kuona namna ambavyo alimsupporti mpaka inafikia hatua MC Pilipili anashonewa suti na MC Garabi kwa gharama zake zote. Anaamua kumdesign suti nzuri na baadaye MC Pilipili anaenda kufanya kazi, na unaweza kuona MC Garabi ameweza kuzungumza na kudai kwamba jamaa alikuwa anamshukuru sana mpaka anamwambia hebu acha basi kunishukuru kama hivyo. Anadai kwamba kaka, simu zinaita sana, bila wewe simu zisingeita kama hivi. Ni jambo ambalo MC Garabi bado anaendelea kujivunia nalo. Lakini kitu kingine ambacho MC Garabi amezungumza kwa uchungu na amedai kwamba kimemuumiza sana, amedai kwamba katika watu ambao anawaonea huruma sana, lakini pia msiba huu umewagusa kwa kiasi kikubwa sana mpaka kufikia hatua wanashindwa hata kula, basi ni mke wake pamoja na mtoto wake. Ukiangalia yule mtoto bado ni mdogo sana. Sasa mke wa MC Pilipili akimwangalia yule mtoto, roho inamuuma, anazidisha kulia, ndo kwanza yani tunaendelea kumbembeleza. Sasa MC Garabi akadai anashangaa sana watu ambavyo wanaendelea kumshambulia kwenye mitandao ya kijamii badala tu ya kumfariji. Sasa ukiangalia ni msiba mzito sana ambao menaa nao kwa sasa hivi. Mume sio mchezo jamani, mume anauma. Hata kama kuna jambo ambalo walikosana, basi MC Garabi anakuambia ni jambo dogo tu, halikuwa ni jambo kubwa kiasi hicho mpaka kufikia hatua watu wanaanza kumzushia dada wa watu kwamba yeye ndo muuaji. Mambo ni mengi sana, lakini pia katika familia za watu kuna vitu vingi sana. MC Garabi akawa anazungumza kwa hisia na kudai kwamba kwa sasa hivi kitu ambacho tunatakiwa tukifanya kumfariji huyu mwanamke ambaye ameachwa na mtoto mdogo, na ukiangalia ni dada ambaye bado ni binti mdogo, anajifikiria maisha yake yatakuwaje. MC Pilipili alikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa anaiangalia vizuri familia yake, alikuwa ni baba mzuri kwa mtoto wake. Unaweza kuona hata kuna zile oda ambazo MC Pilipili aliweza kuzitoa, atengenezewe kichupa cha mtoto wake cha shule ambacho kina picha yake pamoja na mtoto wake, lakini pia vile mito ya kulalia, mito kwenye makochi, lakini itaendelea kubaki kuwa kama kumbukumbu kwa mtoto wa marehemu MC Pilipili. Na tunaweza kusema moja kwa moja Mwenyezi Mungu aendelee kuilaza roho ya marehemu mahali pema peponi, na siku ya kesho ni siku ya msiba rasmi, siku ya Alhamisi. Basi roho ya MC Pilipili itakwenda kupumzishwa katika nyumba yake ya milele, na tunaweza kusema watu wengi wameweza kuhudhuria katika huo msiba, lakini pia vile masaa wengi wameweza kuhudhuria na kuonesha ni kwa namna gani alikuwa ni mtu wa watu, na watu wamejaa sana katika msiba wake. Baada tu ya mwili kuingia msibani, tumeweza kuona gari lililobeba mwili liliweza kuzuiliwa kutokana na umati wa watu ambao wamejitokeza kuja kumzika marehemu MC Pilipili. Unaweza kuona Dodoma ni nyumbani kwao tu, alikuwa haishi kule, lakini wadau wamejitokeza wengi sana, mashabiki wamekuwa ni wengi sana. Unaweza kuona ni namna gani alikuwa anaishi na watu vizuri, na mpaka kufikia hatua ya umauti, basi kila mmoja amesikitika na kila mmoja ameona ni kwa namna gani huyu mtu amekufa kwa maumivu. Ni jambo ambalo linaendelea kuwaumiza watu zaidi hata kufikia hatua MC Garabi akadai kwamba
Kupata taarifa za msiba ni jambo la kwanza, lakini kupata taarifa kwamba ameuawa, amepigwa ni jambo la pili. Hilo ndo jambo la pili ambalo limemuumiza zaidi MC Gharabie kama rafiki kipenzi wa MC Pilipili. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako chini ya comment section.